Urusi inalenga kuteka eneo lote la Ukraine mashariki mwa mto Dnipro na kusonga mbele kuelekea Odessa katika mpango mpana wa kuifungia Ukraine ufikiaji wa Bahari Nyeusi. Naibu mkuu wa wafanyakazi wa Rais Volodymyr Zelensky, Pavlo Palisa, amesema. Matamshi hayo yanakuja huku kukiwa na mashambulizi yanayoendelea ya Urusi mashariki na kaskazini mwa Ukraine, pamoja na kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia ambazo bado hazijaleta usitishaji vita. Kulingana na shirika la kijasusi la kijeshi la Ukraine, Moscow inatarajia kunyakua maeneo yote ya Donetsk na Luhansk kufikia msimu huu wa maporomoko na uanzishaji eneo la buffer kando ya mpaka kaskazini wa Ukraine na Urusi. Awamu ya pili ya mpango huo inatazamia mafanikio makubwa zaidi ya kimaeneo, ikiwa ni pamoja na kusonga mbele kuelekea kusini mwa Ukraine kwa lengo la kuiondoa nchi hiyo kutoka baharini. Kwa bahati mbaya hawazungumzii kuhusu amani, wanajiandaa kwa vita, Palisa amesema wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika ubalozi wa Ukraine mjini Washington. Onyo hilo linakuja siku chache baada ya Urusi kuwasilisha Ukraine kila kinachoitwa mkataba wa amani wakati wa awamu ya pili mazungumzo mjini Istanbul mnamo Juni 2. Hati hiyo iliyochapishwa na chombo cha habari cha serikali ya Urusi TASS inaitaka Kiev kutambua madai ya Urusi kutoa majimbo 4 ya Ukraine, Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia na Luhansk, na kujiondoa kikamilifu kutoka maeneo hayo. Moscow pia inataka Ukraine iondolewe madarakani na kupigwa marufuku rasmi wanachama wa NATO. Wakati wa mazungumzo hayo, wajumbe wa Ukraine waliwasilisha mapendekezo tofauti la kutaka kubadilishana fungo kwa wote, kurejeshwa kwa watoto wa Ukraine waliotekwa nyara na kuachiliwa kwa raia waliokuwa wametekwa nchini Urusi. Kiev pia imesitiza wito wake wa kusitisha mapigano kwa siku 30 unaungwa mkono na nchi za Magharibi kama msingi wa mazungumzo yajayo, pendekezo ambalo Moscow likataliwa tena. Uongozi wa kijeshi wa Ukraine umeonya kwamba vikosi vya Urusi vinajiandaa kwa mashambulizi makubwa ya majira ya joto katika mkoa wa Donetsk, ambapo mashambulizi ya kila siku yameendelea tangu 2022. Licha ya kupata hasara kubwa, wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kupitia mashambulizi ya wimbi kubwa ambayo hupata makumi ya mita pekee kwa siku, kulingana na kituo chenye makao yake nchini Marekani cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa. Moscow kwa sasa inamiliki takriban 20% ya Ukraine. Pia Urusi ilirusha shambulizi kubwa la kombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia tarehe 6 Juni kulenga mji mkuu, mji mkubwa na maeneo ya magharibi ya nchi hiyo. Shambulio hilo linakuja siku moja baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuahidi kulipiza kisasi dhidi ya Ukraine kwa shambulio lake la ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi za anga za Urusi katika mazungumzo ya simu na Rais wa Marekani Donald Trump. Tahadhari za uvamizi wa anga zimewashwa katika mikoa yote ya Ukraine katikati ya shambulio la hivi punde zaidi la watu wengine nchini Urusi. Jeshi la wanahewa la Ukraine limeonya kwamba washambuliaji wengi wa kimkakati wa Tu-95 MCS Urusi walikuwa wameruka na kuna uwezekano tayari wamerusha makombora ya kusafiri. Milipuko imeripotiwa katika maeneo ya huko Kiev, Ternopil, Khmelnytsk, Lviv na Luhansk. Mioto mingi ilizuka kote Kiev wakati ndege zisizo na rubani zilishambulia majengo ya makazi na miundombinu mingine ya raia. Milipuko na vifusi vinavyoanguka viliripotiwa katika wilaya kadhaa ikiwa ni pamoja na Solomiansk, Holoskyv, Dniprovsk na Shevchenkivsk, ambapo takriban watu 4 waliuawa. Meya Vitali Klitschko aliripoti huku wengine 20 walijeruhiwa, huku 16 kati waliojeruhiwa wamelazwa hospitalini. Kulingana na kampuni kubwa zaidi ya binafsi ya nishati ya Ukraine, familia kwenye benki ya kushoto ya Kiev ziliachwa bila umeme kutokana na mashambulizi ya Urusi. Majibu ya Urusi kwa Operation Spiderweb hayatakuwa mazuri, Trump amesema. Ndege isiyo na rubani ya Urusi iligonga ghorofa ya 11 ya jengo la ghorofa 16 katika wilaya ya Solomiansk na kuwasha moto. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev uliripoti watu 3 waokolewa na moto huo umezimwa tangu wakati huo. Moto pia ulizuka katika eneo la viwanda katika eneo hilo. Katika wilaya ya Holosivsk, uchafu uligonga jengo la makazi na kusababisha moto na kusababisha uharibifu ambao haujatathminiwa, ambapo taasisi ya elimu iliharibiwa katika shambulio hilo na mabaki ya ndege zisizo na rubani zilizoanguka zilitua karibu na kituo cha mafuta na kuharibu gari. Mwingine ulilipuka kwenye ghorofa ya 17 ya jengo la juu la makazi katika wilaya ya Donetsk. Daktari waliitwa kwenye tovuti ya shambulio hilo.
Utawala pia uliripoti uharibifu mkubwa kwa kituo cha mafuta katika wilaya ya Dnipropetrovsk ya jiji. Shambulio hilo liliharibu njia na nyaya kwenye njia ya metro kati ya vituo vya Dimenisia na Levoberezhny na kusababisha kufungwa na kukatizwa kwa njia. Kazi ya ukarabati inatarajiwa kukamilika katika masaa 24. Wakati wa kukomesha ukichaa wa vita, Lula wa Brazil alimwambia Putin anatoa wito kujizuia kufuata Operation Spiderweb. Katika jiji la magharibi la Ternopil, Urusi ilishambulia miundombinu na vifaa vya viwanda vya kutumia ndege zisizo na rubani za Shahed na makombora ya Cruise ya Kalibir. Kulingana na meya Sahili Nadali, pia sehemu ya jiji ilipoteza umeme na watu 5 walijeruhiwa na wanapokea matibabu. Ternopil iko mamia kilomita kutoka mstari wa mbele na sio lengo la mara kwa mara la mashambulizi ya Kirusi. Majeruhi waliripotiwa huko Lusiki kaskazini magharibi mwa Ukraine, huku kukiwa na mgomo mkubwa. Ihori Polishchuk, meya wa jiji, amesema angalau wakazi 5 wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Polishchuk aliripoti kwamba paa la jengo la ghorofa liloharibiwa pamoja na magari, mali ya biashara na taasisi ya serikali. Pia kulingana na meya huyo, Urusi ilishambulia Luski kwa kutumia ndege 15 zisizo na rubani na makombora 6. Baada ya kuzungumza na Putin kwa njia ya simu mnamo Juni 4, Trump alionya kwamba Kremlin ilikuwa ikipanga kujibu Operation Spiderweb, shambulio la kidhalimu la ndege zisizo na rubani la Ukraine ambalo liliharibu washambuliaji 41 wa Urusi mnamo Juni 1. Wakati Putin amekaa hadharani kuhusu shambulio la Ukraine, Trump amesema kulipiza kisasi kwa Urusi hakutakuwa kuzuri. Lakini Moscow haihitaji kisingizio cha kuishambulia Ukraine kwa ndege zisizo na rubani na makombora kama mashambulizi makubwa ya Urusi ilianzisha dhidi ya mji wa Ukraine siku chache kabla Spiderweb kuthibitisha, ambapo kwa siku 3 mfululizo katika wiki ya mwisho wa Mei, Urusi ililenga Ukraine kwa baadhi ya mashambulizi mazito zaidi angani tangu kuanza kwa vita vikali.